Sasa waangalie waislamu leo, hususan katika msimu huu tuliokuwa nao Rabiul Awwal. Huu ni msimu wa mfungo sita. Miji mingi ya Kiislamu ina maadhimisho kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yenye kuitwa Maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maadhimisho haya yanafanywa kwa mujibu wa tamaduni za kila mji, kwa kuwa ni jambo halina mafundisho. Kila watu kwenye miji mbalimbali wana staili yao. Pamoja kwamba katika mambo ya ibada sisi Waislamu tunaafikiana mitindo yetu ya ibada, ni kwa sababu ibada zetu kama swala ni jambo lina mafundisho, si jambo la kubuni. Kwa hivyo ukiwa Tanzania, ukienda Ulaya, ukienda Amerika, ukienda Asia, ukaingia msikitini utaswali. Maadamu ni misikiti ya Ahlusunna wal Jamaa, utaswali. Fajri ni ile ile, dhuhri ni ile ile, asri ni ile ile, maghrib na isha. Ni kwa sababu hili jambo tumelipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alikuwa akiswali akaifundisha swala. Lakini mambo yasiyokuwa na mafundisho kama vile mafundisho ya swala na ibada nyingine mbalimbali za Kiislamu ambazo sina mafundisho, na Waislamu tunakwenda pamoja. Na ndio maana kule haji mambo ni mazuri, zile hatua zote tunazopitia tunakwenda pamoja kwa makundi makubwa makubwa, kwa sababu ibada ya haji haijabuniwa. Utaratibu wa haji umefunzwa kuanzia hatua ya kwanza mpaka kumaliza. Mambo yenye kufaa na yasiyofaa, dunia nzima itakwenda kufanya haji Maka kwa utaratibu sahihi. Ni kwa sababu ibada ya haji ni kama ibada nyingine za Kiislamu, iko juu ya mafundisho sahihi. Lakini angalia mambo ya bid'a, tizama mambo ya kuzua. Kwanza hayana mtindo maalum, kwa kuwa kila watu wamefunguliwa mlango wa kufanya wanachokitaka. Sasa haya maulidi haya katika mwezi huu yanafanyika katika miji mbalimbali, katika nchi mbalimbali, kwa kila watu kwa staili yao. Kuna baadhi ya watu wana maulidi ya dufu. Maulidi yao yamekusanya kuimba na twari lipigwe, na kuna kucheza. Kucheza pana staili mbalimbali. Pana kucheza mitindo ya sebene kama ya watu wa mziki, na pana uchezaji wa kutulia. Mtu amekaa anayumba tu pale, anachezesha bega lake, anachezesha kichwa chake, anavuta hisia kwa mbali. Wako wenye staili hiyo. Na kuna baadhi ya miji maulidi yao ni ya kimya kimya, ni kaswida tu, hawataki dufu wao. Ni kutaja mashairi mazuri mazuri na kupiga takbira nyingi na kumswalia Mtume kwa wingi, lakini ni kikao. Na hapo zinatawanya halwati, vitu vitamu, zinatembezwa kashata, halwa, tende, watu wakisikiliza sifa za Mtume alayhi salatu wasalam. Baadhi ya nchi za Kiarabu na huko Asia zina maulidi hayo, hayana dufu lakini maulidi. Na kuna maulidi ya wale jamaa zetu wa kukohoa, wale muridu, watu wa tarika, nao wana staili yao. Wanaandaa hadhara za mazazi ya Mtume, lakini wale ni wazee wa dhikri, wale wana utaratibu wao. Lazima una kifua kipana na uwe ni kama mwehu hivi, maana ukiwaona wale kama vile zaita zauya, kama hawako sawa. Na wengi wao wanatumia uraibu, kama hawavuti sigara ni wala mirungi. Tunawajua watu wa tarika walivyo, si matusi haya, tunawajua, tunaishi nao. Watu wa tarika wana staili yao, wao hawana ngoma, wao wana kasida zao na duramu yao, bendera yao ikitwa na utaratibu wao. Na hata chakula chao huwezi ukakipata kirahisi, wanakula usiku mwingi. Chakula chao wanakipata murudi peke yake. Wale wazamiaji pia labda ukeshe ngoma 8 huko, ndio wazee wanatoa chakula. Mzamiaji wakati wa hakuna, wana uchoyo pia. Unaona, ni staili yao hiyo watu wa tarika. Na kuna staili nyingine mbalimbali. Baadhi ya miji pana maulidi ya wanawake. Wanawake wana maulidi yao, wanapiga nyimbo zao, wanacheza kama vile wale wanawake wa Msanja zamani katika mji huu wa Moshi. Wana staili hizo. Kwa nini tanawuatil ashkal? Kwa nini sampuli hizi zimekuwa tofauti, ikiwa hili jambo la ibada si jambo la ibada, ni jambo feki, ni jambo la kubuni, halina mfumo, mlango uko wazi. Ukitaka kuingiza guta la ingia, ukitaka kuingiza semitrela unautanua la pita.
chochote chaingia, mlango uko wazi na unatanuka. Na ndiyo maana baadhi ya makhurafi, kwa wenye kufuatilia mitandao ya kijamii na habari, baadhi ya mashekhi wa kikurafi, hasa mashekhi wa Kenya hapa, ambapo huko Kenya huko Lamu na Malindi huko na visiwani ndiyo kwenye kitovu cha bid'a za maulidi. Maulidi yako huko bwana, ukisikia samai ziko huko, mji unasimama kwa ajili ya maulidi. Bid'a zimeshika hatamu na sunna zinatwezwa na kukejeliwa, lakini wenyewe hawa mashaka wa bid'a wameanza kuzungumza, wala sitakuwataja, na wajua kwamba sasa jamaa watu waribia maulidi. Sasa wanalalamika maulidi ya sasa mnayaharibu, vijana mnakata viuno, mnarukaruka. Bwana mashaka wanalalamika. Mmoja namsikia asema, hapana bwana, hakuna samai ya hivi bwana, samai kama taarabu, watu wacheza kama taarabu, wamechanganyika wanawake na wanaume, mduara. Hii sio samai bwana, sasa mnakwenda pabaya nyinyi. Usigombe shekhe, mlango huu umeufungua nyinyi. Bid'a mkizifungua zinaichafua dini na hutokuwa na namna ya kufunga. Haya, wengine wanawajibu, hebu tuacheni bwana, tumsherehekee mtume wetu, na wanakosa hoja za kuwapa, kwa kuwa wao wenye hayo maulidi ya kimya kimya ya kuyumba tu kwa kutingisha mabega, hawana ushahidi kwa kufanya hilo. Na hao wenye kufanya maulidi kama taarabu, na wao hawana ushahidi. Ngoma draw, tunalaumiana nini? Kila mmoja atamsifia mtume na kumwenzi mtume atakavyo. Ndio maana leo pana samai za kumsifu mtume za maulidi, pana ngoma zinapigwa kwenye maulidi, na ni madrasa zinaalikwa, wana ngoma yao inaitwa Kigoma cha Uruguay, panachezwa hapo kama singeli, na watu wanampaka viduku wamenyoa. Nyinyi hamfuatilii mambo, ni madrasa hiyo. Wasikia MC anasema, haya sasa watu wajiandae, wanaingia vijana wa Kigoma cha Uruguay. Michezo ya kijinga. Ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu kwa kuwa tumeacha mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, milango ya shari imefunguka na hatuwezi kuifunga. Allah ya ibadallah,